Mkuu, hali yangu nimetimiza. Nimeshaleta nyama. Sitaki nyama hii. Hey, karibu. Ndio kutwanga. Bibi. Wow. Wow. Karibu ndani. Asante mama. Jamani. Ina maana pale stendi wamehamisha. Siwezi kwa tujini. Uliondo kule kabisa mama mbali. Ni mbali lakini bado tumehamishwa. Karibu. Sema kibaya imebadilika. Karibu ndani. Karibu. Samahani dadangu, mambo? Poa. Hivi unakaa mtaa huu? Samahani kwanza. Tunafahamiana? Hapana. Mimi nimekuja kwa dadangu. Anaitwa Zulfa. Ni mtoto wa shangazi yangu. Hakai mbali, anakaa hapo. Sawa, karibu. Samahani lakini. Mimi naitwa Steve. Sijui mzangu naitwa nani. Kwa hiyo kujimaliza kote huko, lengo lako kunitaja jina au? Izana kwangu ulipomchukua ile sina papala nami nikakuachia. Mola kanivua njala kanivua, mwingine kaniletea niye mja wa stala kama ujeni inamuyo hiva huko. Poa, naona umenikumbuka. Hata kunipigia simu kama unakuja. Ya, ndio leo ninaona hata ule ndio kwa binamu yangu. Yaani hapa leo hata kama nisikukuta, ningeganda hapa mpaka unarudi. Lakini nyumbani hawajambo. Fresh. Ya, unajua kuiba. Unajua tangu unatoka huko? Sauti hizi mbona nzuri nani? Yule binamu. Alafu kingine unajua mtano kumbe kuna mtoto wazuri. Umeanza. Nakujua. Unaona kuna wazuri kunizidi mimi binamu yangu? Hamna, binamu wangu wewe mzuri. Lakini ukutana naye? Mzuri binamu. Refu hivi. Lea. Si mnene si mwembamba. Afana chocolate sasa. Kwa wale binamu. Afana usuli akai mbali. Mtaa huu. Sababu mkutana nyuma tu hapo. Au basi acha. Ngoja niingie ndani nichukue kigoda. Nikutolee tukae tuongee. Maana wewe ukianza kuongea na kujua tumalizi leo. Hamna shida binamu. Yangu tena. Acha. Leo ndio furahi kweli. Na hivyo ndo kaja akakuta maharage. Kwa sina. Lakini angekuta nyama. Lakini mwenyewe tu mama. Unakwambia soka jana kama sisi mapema tu tuko hapa. Mama. No, mama wewe. Shibaga mama wako wewe. Kidogo mara hela sina. Hata ukitumia sasa hivi. Hela pia unapoona. Sasa mama kingine. Na kuomba mama Ngwala
Huyu akikaa nyumbani atakuja kujisahau. Anaingia darasa la 4 mama. Kama kuna vitusheni hapa karibu hapa mama, naomba umpeleke. Na mjukuu wangu jinsi ninavyompenda, akae ndani bila kwenda tusheni, nitampeleka. Mjukuu wangu, utaenda tusheni. Utofanya utundu. Aya, na huyu mwingine yuko. Karudi huko. Kurudi hapa saa 10:11. Ndio anaingia ndani. Ukimwambia mdomo mrefu 10:11 ndo anaingia huko. Mama anamwendekeza. Mama anaanza hayo kidogo kidogo. Mimi mwenzio hapa sasa hivi sina ndoa, sina nini, nimeshazalishwa mtoto huyo na mlea mwenyewe mama mpaka alikufikia hapa. Sasa na yeye mama ndo anaanza hivyo saa 11, saa 12, saa 4 usiku alfajiri hapa anarudi. Atakuja kuletea tumbo mama. Sio nipigie simu sijui la kliniki mama, mimi sina hela. Sina hela ya kumlisha mtu. Akalitafute mwenyewe kwa atalimaliza mwenyewe. Sina kabisa. Mimi mwenyewe nahangaika na biashara zangu mama huko. Napambana mama, ungeniona napambana mama wewe. Hey, eti kliniki. Mimi basi mtoto afanye. Mama mkanyo. Mapema mama, mimi nakwambia. Shauri yako mwenyewe. Ningependa kama ulali unasaidia kusema. Mama kulala sio kweli. Sasa jamani, mimi mama naona niwache. Niwahi biashara zangu. Mama nilichokuachia hicho, jamani kitawatosha siku 2-3. Mimi sina hela sasa hivi. Sawa. Wewe, nashukuru. Tuongea kwenye simu mama, sawa? Baki na bibi. Jamani. Karibu. Maki hata siku na mtinda kwanza mtu wangu wale. Kula ugali na maharage kesho. Nilikuwa nakununulia nyama, sawa? Wewe furahi. Nimefurahi wewe kuja huko. Alhamdulillah. Tutakaa vizuri. Niamshie kashinda. Toka alivyoana toka usiku mpaka saa hizi. Mtoto wa aina gani analala mpaka saa hizi? Mama, mtoto wetu ujue mazingira aliyokulia huko kwao. Mwache pumzike. Nimekumbuka. Kwa nini hujatokea kwenye kikao? Lakini mama, nachoka. Hizi kazi siku kucha, nachoka. Afu isitoshe, mimi kibao chenye ndo kwanza nimekipata tu juzi. Nashinda mimi nasinzia kazini, kweli. Hivi hakuna kazi nzuri kama hii? Hiyo kazi hii hapa. Kuliko hata hiyo kazi unafanya. Ujeuri wako mimi sitaki. Wewe jeuri. Sitaki mtu jeuri. Sawa mama, nitatokea kwenye kikao. Acha mimi niende kazini. Baadaye. Jeuri tu.
Vipi kaka? Niambie dadangu, vipi ushakutana na yule binti? Ina maana kaka bado una lengo la kumuoa yule binti? Naomba dadangu, fanya unavyoweza. Ya mradi tu yule binti mimi nimuoe. Chumba ni kikubwa hiki dadangu. Sawa dadangu. Kamba ujue ukatikia sehemu mbovu. Na siku zote meno ya mbwa hayaumani dadangu. Nakutegemea sana. Sawa, lakini ipo siku utakuja kunielewa. Kashinde mjukuu wangu. Mbona leo umelala sana au kwa vile kitanda kipya? Ndio bibi. Leo nimeamka mgongo unaniuma. Hey. Kila kitu nimeamka kinaniuma. Pole mjukuu wangu. Lakini usijali. Ni utaenda kutumia dawa na kuja nakupa unakoga. Unakoga damu. Tatizo linaisha. Kweli bibi? Kweli, usijali. Litaisha lote. Sasa cha kufanya nenda kaoge. Tuna kaoge, kutoka kuoga tu unakuja unakunywa chai. Sawa mjukuu wangu? Nyanyuka. Mjukuu wangu kipenzi huyo. Kafanyaje? Mimi sielewi, niko tu ndani nimekaa nafanya usafi nasikia anapiga kelele. Sasa una nini? Wewe una nini? Sawa. Umepatwa na nini? Sasa tunafanyaje hapa? Tumbebe tumpeke ndani. Sasa ndio kwanza kwa kukumbua na jamani. Dada taratibu. Sasa unafikiri mimi nambebaje? Sasa mbeba kawaida tu jamani. Vipi mama, uko sawa? Sipo sawa. Na wengine wanaonichosha ni wewe. Mama, nimekuta mara 2. Hivi kwa nini mnanifanyia hivyo? Hiyo mizigo mnataka kunipa ni mizito. Nishaongea naye mara kadhaa, sihitaji. Mbona kina Daziza wapo? Na kwa nini mimi mtu mmoja? Unasikia? Wewe upo ndani ya damu yangu. Alafu sitoshe, wewe siri zangu nyingi unajua. Hiyo sio sababu. Leo tena wenzangu wanakuja kufahamu mimi ni mchawi na miliki mizigo ya design hii. Kwani watanichukuliaje mimi kwenye jamii? Mama, mnanikosea. Mimi kuwa mshirika imetosha. Huko kwingine sipawezi. Kwa nini mnanifosi? Sasa sikia. Wewe. Utake, usitake, nitajua mimi.
naomba bora tumpeleke hospitali. Maana hali ya Salu inazidi kuwa mbaya. Hamna ugonjwa hospitali hapa. Sio, umenielewa? Hapa mna ugonjwa hospitali. Ngoja nikachukue majani hapo kwa mama mkubwa Kipula. Majani? Ndiyo. Dada, ushaanza ubishi wako. Hiyo shida sio ya mambo ya kushirikina. Huyo anaumwa, inabidi tumpeleke hospitali. Ushaanza tena ushindani. Sikia, mimi mkubwa naelewa. Si umenielewa Kuna majani yale yatamsaidia. Dada, kumbuka mama tulimkosa hivyo hivyo dada yangu. Kwa ubishi wako hivyo hivyo. Hebu nisikilize na mimi japo kidogo. Najua wewe ni dada yangu, ni mkubwa. Hebu nipe na mimi nafasi basi kama mdogo wako. Tumpeleke hospitali dada yangu. Nimeshakwambia swala la hospitali kwa huyu haliwezekani. Wacha nifanye mpango wa yale majani nije kumpaka. Si umenielewa? Mimi dada yako nikiongea unisikie, mimi ni mkubwa. Angalia. Angalia hali yake inazidi kuwa mbaya dada. Mimi nilikwambia tumpeleke hospitali. Wewe nisikilize. Shusha munka mdogo wangu. Jikazi. Tuliweza kuondokewa na mama. Sio, unanielewa? Nataka nikwambie kitu kimoja. Mama akwambia mimi ni mkubwa, nimeweza kuona juu. Vipi dada? Subiri mdogo wangu. Tumezaliwa watatu na tulishaachwa na mama. Sasa kitakachotokea sasa hivi naomba ukipokee na ukubaliane nacho. Unamaanisha nini? Salu ametutoka. Si ukweli dada. Salu. 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 Salu kaka yangu hapa. Subira. Kama nilivyokuambia mwanzo, tukubaliane na yote, sawa? Hapana dada, hapana. Sio kwanza tu jinsi ya kumweka sawa. Unanielewa sijui? Hapana. Swala ni zito lakini tulia kwanza tujue jinsi ya kufanya, sawa? Mbona saizi usiku? Hamna kaka, tulikuwa tumeisomea mazingira. Bila nisamehe. Nishasamehe muda mrefu sana. Na singewasamehe msingesimama. Bila tambueni kitu kimoja ndugu zangu. Nyinyi ni wasichana. Na kipindi hiki mwanaume yote ambaye alifika kipindi cha barehe, basi akiwaona nyinyi atawatamani tu, hata kama alikuwa hapa. Na sio kila mwanaume ambaye atawaona basi atawapenda. Tambua tunahitaji hisia zake tu. Mimi nimesamehe. Subiri kuna kitu nichukue. Nafurahi sana nikuona na mdogo wangu. Kwa sababu najua kabisa wewe ni rafiki yake wa karibu sana. Si ndio? Na kitu ambacho nahitaji nijue. Ukimwona mdogo wangu na mwana. Mdogo wako tuko vizuri. Wewe. Shida yote. Mbona nakishia? Wewe ni mwanamke mzuri. Na kila mwanaume ambaye akiona basi atavutiwa na wewe. Ila nafurahi kusikia hiyo. Kwa sababu mimi naaminisha wewe na imani mdogo wangu atakuwa bora tu. Ila karibu sana. Asante. Basi sawa. Ile msichana kurudi. Sawa.
tajiri wa rangi, kinyonga, mtoto wa panya, kosi, mlangulu, dawa ya moto, dawa ya moto, tajiri wa rangi, kinyonga, mtoto wa panya, kosi mkia. Kinyonga. Kwanza nashukuru washirika wenzangu, tumefika wote. Ni zamu ya nani kutoa sadaka? Naona tumekaa kimya tu, tumejisahau. Mkuu, mimi nimekuelewa. Afu mwenye zamu yake anajijua na hapa yupo. Fanya maamuzi yako. Ni kweli mkuu, mimi ndo zamu yangu kutoa kafara, lakini kwa sasa naomba niongezewe muda. Uongezewe muda? Uongezewe muda? Wewe kama nani uongezewe muda? Na kipi kinachosababisha mpaka uongezewe muda? Mbona mimi nilimtoa mke wangu, mwanangu na mama yangu. Wewe nani? Ni kweli washirika, lakini jambo limekuwa gumu upande wangu. Kwa naomba mkiniongezea muda kidogo ili niweze kutoa kafara. Washirika, ili swala aliloongea huyu haliwezekani hata kidogo. Sawa, lakini leo kikao na kivunja, lakini kesho kutakuwa na kikao kikubwa kwa sababu kuna mgeni na kuja kumtambulisha kwenu. Lakini hili nataka lifanywe kazi haraka sana. Salome, vipi? Yaani kichwa kinaniuma. Kimeanza muda gani? Kimenianza tangia darasani, ila sijataka kuambia, nikajua nitakwambia tu tukiwa njiani. Wewe, kwani usingesema? Yaani kinaniuma. Yaani kinagonga huko kote. Basi nikusindikize, maana hiyo haliwezi kufanya ni salama. Nikusindikize. Sawa, twende. Twende.
Wewe nini? Nini? Salome. Salome. Salome nini? Una nini?